Mfalme mmoja alikuwa na mtoto wa kiume mmoja tu. Alimpenda kupita kiasi. Siku moja alitaka mtoto wake ajue jinsi gani ufalme ulivyo. Akamchukua akiwa bado mdogo sana na kumpeleka porini, kisha akamvisha nguo za kimaskini na akamwacha hapo. Mtoto alilia, alipiga kelele, lakini mfalme alikuwa akimtazama kwa mbali. Alisema moyoni, siku moja atarudi, na akirudi atajua thamani ya kiti cha enzi, sio kwa sababu nimemwambia, bali ni kwa sababu ameikosa. Mtoto alilia sana, akapiga kelele, lakini mfalme alikuwa akimtazama kwa mbali. Alisema moyoni, siku moja atarudi. Mtoto akakuwa porini, akasahau lugha ya ikulu, akasahau jinsi taji inavyovaliwa. Akawa anaomba chakula barabarani, analala kwenye mavumbi. Marafiki zake walikuwa maskini wenzake, na akijaribu kusimama kifua mbele walimcheka. Wewe ni nani? Unajifanya mfalme? Miaka ikapita, akasahau kabisa kwamba yeye ni nani, mpaka akaamini kuwa yeye ni maskini kabisa. Si kwa sababu alizaliwa maskini, bali ni kwa sababu aliambiwa kwa miaka mingi kuwa yeye ni maskini. Siku moja mfalme alituma ujumbe. Hakupeleka farasi wala askari, alituma kioo kidogo. Yule kijana alipojiangalia kwa kioo aliona kitu. Macho yake yalikuwa sawa na macho ya mfalme, pua yake kama ya mfalme, damu yake kama ya mfalme. Ghafla moyo wake ulilipuka. Alikumbuka. Hakulazimika kwenda shule kujifunza kuwa mfalme. Aliamka tu na kurudi nyumbani, na hakuna mtu barabarani aliyeweza kumzuia tena, kwa sababu alikuwa anaomba jana na leo alikuwa anatembea kama mfalme. Si kwa sababu nguo zake zilibadilika, bali ni kwa sababu kumbukumbu yake ilirudi. Wewe ndiye yule kijana. Sehemu ya kwanza inasema uliumbwa ukiwa umejaa. Haujaumbwa kuwa ombaomba kwa nguvu. Uliumbwa kama mtoto wa mfalme wa nguvu zote. Ndani ya damu yako mlikuwa na uwezo wa kuona kabla, wa kusema na ikawepo, wa kugusa na kuponya. Ndio maana ukiwa mdogo ulikuwa jasiri na ujasiri wa ajabu. Ulikuwa na ndoto kubwa, haukuogopa chochote. Ulikuwa bado unakumbuka ikulu. Hakuna aliyekufunga kwa pingu, ulijifunga mwenyewe kwa kukubali hadithi za watu wengine kukuhusu. Ulipokuwa ukiwaza mambo makubwa, ukaambiwa nyamaza, hujui kitu wewe. Ukafunga mdomo wa mfalme. Ukaambiwa acha kuota, rudi duniani. Ukafunga macho yako ya kifalme. Ukaambiwa wewe utakuwa kama sisi tu. Ukavua taji lako mwenyewe na ukaliacha porini. Na kioo chako kimekuwa na vumbi. Hujajitazama kwa muda wa miaka mingi. Unajitazama kupitia macho ya watu waliokata tamaa, kupitia maneno ya walimu waliokuwa na hofu, kupitia posti za watu wanaojifanya wana furaha Instagram. Wakati mwingine unapitia historia za wazazi, vile ambavyo na wao walifunikwa kutoka kwenye ufalme. Minyororo yako yote ni maneno uliyoyaamini kutoka kwenye mazungumzo ya watu ambao wao pia walikata tamaa. Na habari njema ni hii: kama wewe ndiye uliyejifunga kwa kuamini uongo,
wewe ndiye unayeweza kujifungua kwa kuamini ukweli. Hauhitaji kwenda kupewa nguvu mpya, unahitaji kupata kumbukumbu mpya. Leo simama mbele ya kioo, sio kwa kujipodoa. Angalia macho yako kwa dakika moja tu bila kusema neno. Uliza moyo wako, mimi ni nani, kabla hawajaniambia kwamba mimi ni nani. Jibu litakalokuja sio wazo, ni kumbukumbu. Na ukikumbuka, hutolazimika kurudi Ikulu. Utagundua siku zote ulikuwa Ikulu, ulikuwa umelala tu kwenye bustani, na sasa unatakiwa kurudi ndani ya wajibu wako. Kama ni mara yako ya kwanza kufika katika chaneli yetu ya The Living Empire, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili usipitwe na chochote. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unaweka comment hapo. Mimi ni Nesford Nyakunga wa The Living Empire. Kwa heri kwa sasa mpaka tutakapoonana katika video namba 2.